tunaendelea kuwasihi tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Tupo live kabisa katika chaneli yetu ya Yoeni TV, lakini pia tuendelee kutuma jumbe za kutakiana heri, lakini kumtakia yule umpendaye mkutano mwema kupitia namba 0744680608. Mungu awabariki. Amina. Dada Martha, karibu. Unaweza kutupa ratiba gani inafuata baada ya hapo? Tunaingia kwenye mafundisho makuu na Pastor Edward Mora amejipanga kutulisha. Si kama vile ambavyo tulijua unabii unawazungumzia watu fulani, lakini alisema kwamba wao unabii unatuhusu hasa sisi wala ambao tunajiandaa kwenda huku tukimsubiri Yesu. Kweli kabisa. Nakumbuka nyakati fulani nilipokuwa kwenye kidato cha kwanza, kidato cha pili. Amen. Walikuwa wakisikika na kusifika mabinti wa Kisabato wenye msimamo wa aina yake. Amen. Ni wale wanaojua unabii. Amen. Hata sasa kuna mainjinia tunaofahamu unabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi ndugu zangu, niwakaribishe tena katika kipindi hiki, kipindi cha mafundisho makuu, ama kipindi pia cha somo maalum, ambayo vyote vinaenda pamoja kulingana na ratiba yetu na mandhari yetu. Kwa hiyo tutajifunza imani ya msingi husuyo ujio wa Yesu mara ya pili. Basi kabla ya yote nikualikeni tuombe. Baba yetu ketie mahali pema, asa kabla tujaendelea mbele sana, hebu nitambue tu, najua mimi binafsi nafurahishwa sana na wageni maalum hawa. Wageni waliotufikia leo ambao sio wanatukasa ila wameamua kuja, huenda wako TYCS. Na huku ni TYCS wapo? Au wapo? Sio hasa na TYCS. Huku mnahitaje sasa? TFS.
Au tusiguse bwana. Si niliwaambia natoka Makongosi. Kwa hiyo nikivuruga mambo mwe mnanisamee. Hao watu hao namaanisha rafiki zangu kutoka Roman, lakini kama wako na Waislamu nahitaji, maana tulikuwa najua UKWATA na BAKWATA ni nini huku nahitaji. Naam? Tams. Mambo haya. Kama wako wageni wetu kutoka sehemu yoyote ile, rafiki zangu wa Pentecost na wengine, hebu nyosheni mkono. Kama wapo wageni tofauti na wale wa TUCASA waliokuja, nyosheni tu mkono, natamani waone. Huenda bado hawajafika. Sawa. Basi tukumbushane kidogo tena katika kitabu chetu cha Danieli sura yake ya 2 aya 31 mpaka ya 34. Muda huo msomaji atakuwa anapewa maiki, ila hii hatutaisoma. Tulisema ile sanamu ilikuwa, kichwa kilikuwa cha madini gani? Dhahabu safi. Alafu kifua pamoja na mikono fedha. Alafu pia tumbo pamoja na kiuno shaba, na miguu chuma. Alafu vidole nusu chuma nusu nini. Na hii ni historia, mtakubaliana nami, historia inapatikana kwenye vitabu vingi sana, vingi mno. Encyclopedia inaonesha vizuri, Britannica gombo lake la kwanza mpaka la 8 inaelekeza. Lakini kuna vitabu vinaitwa Babylonian History, unaenda unaiangalia utaikuta hapo. Kuna Jews culture utaikuta hapo. Matoleo haya ninayoyasema haya, historia iko wazi. Hata ninyi huenda mnasoma history mbalimbali, zinaonesha na kukubaliana kwamba hii dunia ilitekwa na haya matabaka yanayooneshwa. Maana kwa mujibu wa kitabu cha Daniel sura ya 2 aya yake ya 31 mpaka 34, unaambiwa kile kichwa cha dhahabu kiliwakilisha utawala gani? Babeli. Nao ni mwaka 605 mpaka 539. Wanahistoria wengine wanaandika 538 kabla hata ya ujio wa Yesu. Utakutana kuna majina hapo wanaitwa kina Nabopolasa, lakini kuna Nebukadreza wa pili, lakini kuna anaitwa Almedi, lakini mara nyingi tumezoea kumuita Evil Merodaki kwa mujibu wa Yeremia 52:31 hadi 34. Au ndio utawakuta hapo. Lakini si hivyo tu. Iliyokuja nayo wakichwa na madini ya fedha, kifua pamoja na mikono. Ulikuwa ni utawala gani mnakumbuka? Wamedi na Wajemi, ndio. Utakutana na kina Sesas au mnaowaita kina Oswero. Utakutana pia hapo na kina Dario, utakutana na kina Tashasta. Lakini na wengine wengi kadri utakavyoweza ambao waliweza kuingia, kina Cambyses wa pili wako hapo. Sasa hii iko wazi sana, na hata kama mtu ambaye afuatilia historia, basi ni muda wa kufuatia kwamba hao jamaa waliingia mwaka wa 539 wakaenda mpaka 331 kabla hata ya kuja kwa Yesu. Ndio maana unaona miaka inafanyaje, inapungua kadri inavyoendelea. Lakini baada ya hapo, hao wanaotafsiriwa kama tumbo pamoja na kiuno cha shaba ni watu gani? Wayunani ama Wagiriki? Sasa hapo nazungumzia kijana mdogo aliyetetemesha ulimwengu, naye sio mwingine na Alexander Mkuu ama Alexander the Great. Na hawa sasa ndio wakatokea na wengine ambao tutawasoma huko mbeleni, maana wanaashiriwa kwamba baada ya kifo chake wanainuka wale wanne, hawa kina Lysimachus, kina Kasanda, kina Serekas, kina Torem. Tutakuja tuone huko mbeleni. Haya yote yalikuwepo ndugu zangu, na hii tu ilikuwa inatosha kutuambia Biblia yetu hii tunapoisoma haibahatishi. Sawa watu wa Mungu? Yaani kama kuna jambo lilisemwa na litatokea kweli, kama ilitokea na ilitabiri kupungua kwa upendo wa ndugu, watu kupenda fedha. Tulisoma kwenye Timotheo wa pili sura ya 3 na aya kwanza na kuendelea, watu kujipenda wenyewe, watu kuwa na mfano wa utaua ila wakimkana Mungu. Hivi simlia wewe kuelewa hiyo? Hayo yalitabiriwa. Yaani mtu anakuwa ni Mkristo ila anamkana nani? Hapo ndo watatokea wanakwaya ambao wazima moto. Wanakwaya wa mwendo kasi. Yaani hapo unakuta kanaimba vizuri ila sio nini. Kule nilikotoka unashangaa kanaimba nyimbo za Kristo, ukikao vyovyo kanaimba na nyimbo za Diamond pia. Yaani haeleweki, nusu. Haya yalitabiriwa rafiki zangu. Kwa hiyo yatatokea. Si hivyo tu. Unapozidi kuendelea, na ndio sasa wanatabiriwa hao wanaokuja chuma hii miguu. Nao ni utawala gani? Rumi, lakini sio Rumi ya kidini, hii ni Rumi ya kisiasa. Utakutana na kina Kaisaria, Julia, Tiberio, Augusto,
na hawa kina Konstantini na wengine. Kwa hiyo na hawa wanatuleta mpaka kuzaliwa kwa Yesu ama kusulubishwa kwake pia wakiwepo. Lakini sio hivyo, unaambiwa naenda mpaka kwenye hizi nyayo, ambayo nyayo za miguu zina vidole vingapi jumla? Na 9 tena. Na huku musti waga ni 10 jumla. Sawa. Sasa hayo yakatabiri uwepo wa mataifa imara 10 duniani. Kwa wakati ule yalikuwepo mataifa ambao wanaitwa wa Lombard, leo mnaita Wataliano, lakini wakawepo watu wanaitwa wa Visigoths, leo mnaita wa Hispania, wakawepo watu wanaitwa Anglo-Saxon, leo mnaita Waingereza, wakawepo watu wanaoitwa wa Frank, leo mnaita wa Faransa, wakawepo watu wanaitwa wa Alamani, leo mnaita wa Jerumani, wakawepo watu wanaitwa wa Suevi, leo mnaita wa Leno, lakini wakawepo watu wanaoitwa Heruli, Ostrogoths na Vandali, leo hawapo. Hiyo ni historia na iko wazi. Na haya mambo yameanza lini sasa? Kama huyu Alexander Mkuu ama utawala wa Uyunani pamoja na wenzake wanne wameenda mpaka mwaka 168, ni dhahiri kufikia mwaka 168 hii ndio ilipeleka kwa kipindi kikubwa mpaka ule mwaka 476 hivi. Sasa unashangaa miaka tena inapanda. Manake huu ni utawala unatawala kabla Yesu hajazaliwa mpaka anapozaliwa miaka 0 na inapoendelea. Hiyo inakuja kupasisha utawala ambao tutausema. Kiufupi, sanamu inakuwa imeishia hapo. Hayo matawala mamlaka yapo na yametokea. Na hii inamaanisha kwamba Biblia ama unabii, ndio maana kwa mujibu wa kitabu kile cha Petro wa pili sura yake ya 1 aya 19 mpaka ya 21 ilisema, tunalo neno la nini wapendwa? Unabii ambalo tukiliangalia kama taa ing'ayo kwenye giza twafanya vema mpaka mapambazuko au ujio wa Yesu. Kama kuna jambo ama kuna wakati wa kufanya, kuna jambo la kufanya kwa bidii saizi ni kusoma Biblia, lakini pia kusikiliza unabii ambayo ni taa yetu. Na Mungu atusaidie sana. Na ndio maana nitashangaa kijana lijali kabisa na nguvu zote, naamini pia na pesa, Mungu anaweza kusaidia na kukubariki, ila unakosa Biblia. Hii nayo ni changamoto nyingine. Niwaambie, sio kwamba napiga marufuku, lakini ni ukweli usiopingika. Hata hizi za kwenye soft copy sio za kutegemea sana. Maana kuna wakati inaishiwa charge, si ndio jamani? Na ndio maana wainjilisti wetu wako hapa. Hata kama tuna vitabu vingi, Ellen Estate ziko huko soft copy, lakini kuna haja tupate hard copy, kwa sababu tutakuja tuwaambie huko mbeleni. Kuna program pia hata hizi za soft copy kubadilisha. Na ndio maana wametoa baadhi ya vitu hata vinaitwa program. Kulikuwa na program nzuri sana ambayo inakusaidia kutafsiri tu mambo Kigiriki, Kiyunani, inaitwa My Sword Bible. Saizi haipo. Na Biblia nyingi version za muhimu sana zinatolewa, maana ziko chini yao ambao wanamiliki mitandao. Sasa cha ajabu, ukitegemea sana mitandao, iko siku mambo yataenda vibaya. Simu ikipotea na Biblia imepotea na ibada ndio imeenda hivi. Kwa hiyo na ndio maana kuna haja sana ya kupata hizo nakala. Tutakuja tuelezane baadaye. Natamani kwa neema ya Bwana hata tupate siku moja, ninatamani tu hii iwe siku ya Ijumaa, tuchukue hizi hard copy vitabu kupitia mwinjilisti, tutamuomba atakavyokuwa navyo, tupeleke kwa ndugu zetu. Amina jamani. Kila mtu akampatie rafiki yake, na tutaombewa hapa na wachungaji wataweka wakipanga kupata nakala walau ya kitabu kimoja tu. Maana kitabu ni 3500. Kwa wanachuo hata sioni haja kusisitiza hili, maana naamini uwezo huo tunao kwa neema ya Bwana. Sasa kuna kitu cha muhimu leo natamani nikiseme hapa. Yako mambo mengi, lakini kitu cha muhimu ambacho nilitamani tuweze kujifunza hapa. Umeona haya madini? Sijui kama umegundua kitu. Madini haya yametajwa. Jambo la kwanza kabisa imetajwa dhahabu. Ikafuata madini gani? Fedha. Ikafuata madini gani? Shaba. Alafu ikafuata nini? Chuma. Na ya mwisho nusu chuma lakini nusu udongo. Swali, unahisi kadri tunavyoendelea thamani ya madini inashuka au inapanda? Inashuka Hilo jambo ndio tutajifunza leo. Na swali tena jingine la pili, sina uhakika sasa kama wengi mlilifanyia kazi. Kadri tunavyoendelea madini hayo nguvu
Kwa maana ustahimivu wa madini unapanda ama unashuka? Uliyejibu barikiwe. Hebu jibu kwa sauti. Unapanda. Hivi ni vitu viwili vinavyokinzana. Leo natamani Mungu atusaidie tuweze kujua siri hii. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tuombe na msomaji wetu asome fungu hili. Baba yetu, naomba utufunulie tena siri hii kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Kitabu cha Luka 19 aya ya 41, msomaji. Luka 19 aya yake ya 41. Ndio. Alipofika karibu, anayesemewa ni nani huyo? Nani? Yesu. Alipofika karibu, alifanyaje? Aliuona mji. Alafu akaulilia. Endelea kidogo. Anasema. Ndio. Akisemaje? Laiti ungalijua. Laiti ungalijua. Hata wewe katika siku hii. Ndio. Yapasayo amani. Unaweza ukaishia hapo. Swali, anaulilia mji gani? Yerusalemu. Ila kama umeisikiliza vizuri hiyo sentensi, hao wanaoliliwa wanajua hata kwamba analia kwa nini? Wanajua vizuri. Maana analia akisema laiti ungafanyaje? Sasa hapa kuna mitazamo miwili tofauti kabisa. Hata hii dunia hii unayoiona, maana hii sanamu hii ilikuwa inawakilisha kabisa ni hii dunia, utawala wa dunia na mpaka ujio wa Yesu. Tutakuja tuone hapo jiwe. Sasa ukweli ni kwamba dunia hii unavyoitazama sivyo anavyoitazama nani? Mungu. Sisi dunia hii tunavyoiona sio yeye anavyoiona. Unapoona hayo madini yanazidi kupungua thamani, maana yake ni nini? Lakini yanaongezeka nguvu kwa maana ya ustahimilivu. Na ndio maana chuma kwa mujibu wa Danieli 2:40 unaambiwa kitavunja vunja, kitaseta seta, na kwa kweli chuma ndio kina nguvu kilinganisha na dhahabu. Sasa mimi natoka huko Chunya, najua centigrade ambayo inayeyusha dhahabu mara zote haiwezi kanyeyusha chuma. Lakini dhahabu inayeyuka kabisa na kubadilika shape. Maana yake na nini? Pamoja na kwamba Mungu anapotutazama, Mungu anavyotutazama ndivyo unavyoiona ile madini yanavyopangiliwa. Anaona thamani inazidi kupungua kila kukicha. Yaani hata thamani ya mwanadamu inapungua. Wenda sijakwambia, nikuelezee tu kwamba wewe unajua vizuri Adamu na hao wanapokuwa naumbwa, Adamu na Eva walikuwa na uwezo wa kutawala wale wadudu na wanyama wakali au walikuwa hawana? Saizi hata sisimizi kuitawala ni shughuli. Na ndio maana hata kusema kwamba tutamiliki vitu saizi hatumiliki, lakini vile ilitakiwa viwe vya kwetu. Thamani ya mwanadamu inaisha. Rudi kwa vijana saizi, ujaribu kuangalia shetani alivyoinvesti badala ya wanadamu vijana kutawala vitu hivi, lakini wao vinawatawala. Na thamani ya vijana tena leo inapungua, si wa kike si wa kiume. Mfano hivi wa kiume nisiseme jamani? Utakutana na mwanaume mzima kabisa, ila amenunua suruali imeisha hapa. Ulishawahi kuwaona? Unawaza huyu thamani yake anaifahamu kweli? Lakini Mungu anasikitika, ila sisi tunaona ndo ukisasa. Na sio hivyo tu, njoo kwa wale wa kike wananunua nguo ambao maskini ya Mungu vitambaa viliisha, yani huku hakuna, ila amenunua kwa bei kubwa. Akija sasa huku hata akikaa aibu, inabidi azime Biblia kwa Mungu, tena anaweka wapi? Shika mlishe, ushawahi kuona? Sasa hivi ni vitu vili tofauti kabisa. Sasa nenda ukauangalie ulimwengu, hautakubali kwamba dunia inaisha. Na hii jambo usizali limeanzia leo. Hebu tusome kitabu kile cha Luka 21 aya ya 5 na ya 6. Kwa rafiki zangu, kiukweli haya tunayoyasema ujio wa Yesu ilitakiwa kuangalia kwa macho ya kiroho, sio haya tunayoyaona. Yaani ukiangalia kwa macho ya kibinadamu, dunia ndio inazidi kupendeza. Hautakuja kutamani kufanya kazi ya Mungu hata siku moja, na ndio maana utazidi kuendelea kuwa na roho ya kuona aibu kufanya kazi ya Mungu, aibu kuitwa mtumishi wa Mungu, aibu kufanya kazi kanisani. Lakini mambo ya dunia yatazidi kuwa matamu kuliko maelezo. Sababu gani? Kitabu cha Luka 21 aya 5 na ya 6, msomaji. 21 ndio mstari wa 16. Kabisa. Mstari wa 5 na wa 6. Ndio.
Anasema, na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu. Enzi hiyo kwaya nilikuwa natarajia mngekuwa mnakuja. Enzi hizo kuna watu wa kadha walienda kwa Yesu, ndio. Jinsi ilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu. Yesu anaongea matukio ya siku za mwisho, alafu wao wanamwambia, we, mbona Yerusalemu imepambwa kwa mawe mazuri? Alafu alisema, akasemaje Yesu? Haya mnayoyatazama, ndio siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe. Sasa sikiliza, ukipata muda wewe kasome kitabu cha mama yetu Mama Ellen White. Kuna kitabu ambacho kinaitwa Pambano Kuu, sura ya kwanza kabisa inayosema kuangamizwa kwa Yerusalemu. Utakuja uone kulikuwa na ukinzani mkubwa sana. Yesu yeye anapotazama analia, anasema Yerusalemu imeoza. Ila cha ajabu, wote waliokuwa naye wanamwambia, sikiliza, labda pengine hujaelewa vizuri baba yetu. Angalia, imejengwa kwa mawe ya thamani sana. Je, unataka kutuambia nini? Akasema halitasalia jiwe juu ya nini? Juu ya jiwe. Unaweza ukaishia hapo. Sasa tutakuja tuone kipindi kinachokuja. Sasa nione mikono ya watu ambao huenda wakawa na maswali juu pengine ya unabii au mafundisho hayo. Nyosha mkono kama upo, ili wakati baada tu ya wimbo huu tutaanza na hilo. Apewe maiki huyo mtu moja. Kuna mwingine? Kuna mwingine? Ndio, karibu mwenye swali. Swali langu ni kwamba ndio, kama unabii yani tunasisitiza sana kuelewa. Unaona? Ndio. Sasa kwa nini umeandikwa kwa mafumbo sana kiasi kwamba watu wanaofasiri kwa namna tofauti? Asante sana. Kwa nini kwa mafumbo isije ikawa wazi tu? Asante. Kuna swali jingine? Hakuna. Haya, asante. Karibuni kwa wimbo. Sitaionea haya Injili ya Bwana, kwa kuwa ni uweza wa Mungu wenye wokovu. Nitawajulisha wote upendo wa Mungu, matendo ya ajabu aliyoyatenda Bwana. Sitaionea haya Injili ya Bwana, kwa kuwa ni uweza wa Mungu wenye wokovu. Nitawajulisha wote upendo wa Mungu, matendo ya ajabu aliyoyatenda Bwana. Tulia, kunyamaza, ikiwa Bwana amenipa agizo kwa kazi yake. Yonayo zonazo yote vyatoka kwake Baba wangu wa mbinguni. Tulia, kunyamaza, ikiwa Bwana amenipa agizo kwa kazi yake. Yonayo zonazo yote vyatoka kwake Baba Mungu wangu wa mbinguni. Neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu, maisha yangu yote litasimama imara neno lake Mungu, vizazi baada ya kizazi hata milele. Neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu, maisha yangu yote litasimama imara neno
neno lake Mungu, kizazi baada ya kizazi hata milele. Kutulia, naweza kunyamaza, ikiwa Bwana amenipa agizo kwa kazi yake. Yonayo nilizonazo, yote vyatoka kwake Baba Mungu wangu wa mbinguni. Naweza kutulia, naweza kunyamaza, ikiwa Bwana amenipa agizo kwa kazi yake. Nazo yote vyatoka kwake Baba Mungu wangu wa mbinguni. Naweza kutulia, naweza kunyamaza, ikiwa Bwana amenipa agizo kwa kazi yake. Nazo yote vyatoka kwake Baba Mungu wangu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Makambi kanisa la Musti 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Amina, amina. Anasema nakutakia ibada njema dada yangu kipenzi Martha. Hakika Bwana akupatie anayefaana nawe. Amina. Lakini pia Chipukizi Elias anasema shukurani ni lugha ya upendo ambayo viziwi waweza kusikia na vipofu waweza kuona. Naungana na wote wanaoshukuru kwa makambi ya Musti. Mimi nabarikiwa sana, wewe je? Amina. Anasema makambi Musti 2026. Nabarikiwa sana na masomo ya siku zote. Wanaume waliooa waache kulala ukutani huku wake wakiwa mlangoni. Bwana wabariki sana wachungaji wote. Amina. Amina. Lakini pia Suleimani anasema hakika anabarikiwa sana na makambi haya ya kwanza tangu misingi ya Tukasa Musti kuwekwa. Amen. Anasema anabarikiwa sana na makambi ya Musti 2026 na watakia baraka tele za Bwana. Rafiki yangu Rita Asia Valerian by Agnesi. Amina. Lakini pia nasema nikiwa kama finalist nabarikiwa na makambi haya ya mwaka huu na ninajiandaa kusubiri mahafali. Amen. Hakika anazidi kubarikiwa na vipindi vyote na nyenyekezwa sana. Pia anawatakia ibada njema Lilian Chengura na Levin Daudi by Jacobo Zewo. Amina. Jamani, mnasemaje? Asante sana, tunaendelea kubarikiwa pia, na muda huu sasa tutaenda moja kwa moja kwenye swali letu lililokuwa likiuliza kwamba kwa nini Mungu atumie mafumbo? Kwa nini asije akajibu moja kwa moja? Na mafumbo kweli yapo na yako mengi sana. Takuja tuone sehemu fulani atasema wanyama lakini akimaanisha watu, lakini kwenye Biblia humo atatafsiri kuna sehemu anataja maji au bahari akimaanisha makutano ya watu, lugha na jamaa. Tutakuja tuone. Sasa kwa nini atumie hiyo? Ndio jambo la msingi. Wewe uliyeuliza basi utaweza kuandamana pamoja nami kitabu kile cha Danieli sura ile ya pili. Danieli sura ya pili aya ile ya 22. Danieli sura ya pili aya ile ya 22. Ndio. Bila shaka ile maiki pia. Yeye anafunua mambo ya nini jamani? Ya fumbo na ya siri. Ndio. Huyajua yaliyo gizani. Ndio.
na nuru hukaa kwake. Unafikiri anayezungumza huyo ni nani? Naam, ni Mungu mwenyewe. Sasa nini kinachosema? Kwa nini isingeenda moja kwa moja? Wapendwa, huenda hili swali utalielewa zaidi kadri tutakavyoendelea, lakini nikwambie tu ukweli kwamba Mathayo, ukimsoma kwa mfano Mathayo sura ile ya 10 aya 33, Mungu mwenyewe anasema, na kuendelea hapo inasema, sikuja kuleta nini? Amani, lakini nalileta nini? Upanga. Na akasema nitamfitini mtu na ndugu yake, mtu na mkwe wake, mtu na baba yake. Na hii inapozidi kuendelea hapo akasema na adui wa kwanza ni wale wa wapi? Mbani mwake. Sasa maana yake ni nini? Hii ni vita. Neno la Bwana hili, na sio kwamba eti kwamba labda kwamba kwa Mungu alikuwa amekusudia kwamba tupigane kabisa hii vita moja kwa moja, hapana. Ila wewe kitendo cha kumfuata Mungu au kitendo cha kujua ukweli ni vita, japo sio ya kupigana kwa damu na nyama, uende ikawa hivyo, lakini imekusudiwa vita yetu leo ni ya nini? Juu ya ni vita ya kiroho. Na ndio maana baadhi yenu hapa hata akija tu saizi kusikiliza neno la Bwana analala. Twende kwenye habari ya mpira, wanaangalia dakika ngapi? 90. Bila aibu kabisa. Tena wenda ni usiku wa manane, wamebatiza majina mazuri mazuri, kombe la dunia. Sio hivyo tu, kuna wakati mwingine dakika 90 mpira usiishi, zinaenda za nyongeza ngapi? Halafu nako huenda mambo yasifanye, yasieleweke, zinaenda tena za nini, matuta, si ndio? Na hapo sasa haijalishi mpaka apatikane tu mbabe. Usiku wa manane. Swali, leo hapa nikihubiri dakika 90 tu, watu watakuwepo kweli hapa? Umeshaanza kuelewa kwamba hilo neno la Bwana ni nini? Yaani habari ya kumfuata Bwana ni vita. Na ndio maana utashangaa hapa tutazungumzia mambo muhimu sana, ila kuna baadhi ya watu kwa sababu ni vita watatoka hawajabadilika kabisa. Yaani kuna baadhi ya watu watatoka hapa hawasalimiani tena, wakati walikuwa kwenye nini? Kwenye kambi. Baadhi ya watu wataendelea kuiba zaka na nini? Na sadaka. Walikuwa kwenye nini? Kuna baadhi ya watu hata vitabu vile kuvinunua usikute itakuwa shida. Ili unawaza huyu mtu ndo hana uwezo kiasi hicho. Ili ujue kwamba hana uwezo au anao, afunge shule, atabaki hapa chuoni. Nauli kule wanaenda kwao Mwanza. Sasa unawaza huyu shida nini? Mbona kitabu ni 3500? Hii ni vita wapendwa. Swali nitakuuliza, kama neno la Bwana hili ndio silaha katika vita, simlishawahi kusema vaeni silaha, iliwahi kumliona ile ifungwe, na miongoni mwa silaha ikatajwa upanga ambao ni neno la nani? Swali, wangapi wanaosema kwamba mimi kwenye vita silaha zangu nazionyesha kwenye TV zote ndo naanza vita? Nyosha mkono. Hayupo. Umeshaanza kuelewa kwa nini Mungu alitumia hivyo? Sio kwamba anatuficha kabisa. Kuna kitu kinalengwa. Hebu tusome Danieli 2:28. Danieli 2:28. Ndio, tuweze kuona hapo. 2:28 Danieli. Ndio. Imeandikwa hivi. Lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Ndio. Naye amemjulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Ndio. Ndoto yako na njozi za kichwa chako. Ndio. Unaweza ukaishia hapo. Kwa ufupi ni kwamba wapendwa, unapoona yanatumika mafumbo haina maana ya kwamba tusielewe, ila Mungu anakusudia wanaoelewa, basi wao ambao wako wanamtegemea nani wapendwa? Inatunyenyekeza sisi tumtegemee nani? Ukitaka kuelewa zaidi, hebu ongezea na hili fungu, kitabu cha Mathayo 11. Mathayo 11 unaweza ukafungua hapo aya 25. Imeandikwa. Ndio. Wakati ule Yesu akajibu. Ndio. Akasema. Ndio. Nakushukuru. Ndio. Baba, Bwana wa mbingu na nchi. Ndio. Kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili. Ndio. Ukawafunulia watoto wachanga. Kwa hiyo maana yake ni nini?
haya mambo hayahitaji hekima sana, hahitaji akili nyingi. Na ndio maana tulianza na ile fungu la Petro wa pili sura ile ya kwanza aya 19 mpaka 21. Anasema haya yakuja kwa mapenzi ya kina nani tu? Ya wanadamu. Ila wanadamu walinena tu yaliyotoka kwa nani? Wakiongozwa na nani? Na Roho. Maana yake ni nini sasa? Haya mafumbo yanapokuja, ilitakiwa sisi ili tuyafahamu tupige magoti. Mwalimu mkuu kabisa ni nani? Sasa kipindi hiki cha unabii, maana tutaendelea nacho kesho, na kipindi hiki cha ujio wa Yesu, maana ujio wa Yesu najua nao ni unabii vile vile, maana ni dalili hizi tunavyozitaja hizi. Ili kuzifahamu, usikimbilie tu kusikiliza. Sikiliza ukiwa unaomba kimoyomoyo. Bwana Yesu apewe sifa. Na hata habari hii tunayosema kwamba dunia imeisha, kuielewa ni ngumu. Ukitaka ujue, nakupa assignment ukasome Isaya 24 aya ya 4, usome na aya ya 18, uruke ukasome aya ya 20 na 24. Utagundua unaambiwa hata hii dunia saizi na wayawaya. Hii si dunia ndo tunaiona tamu. Yaani mchungaji ukifundisha dunia na wayawaya, yaani kuna vijana wanielewi, maana akigeuka tu anaangalia anaona kabinti anakaita pisikali. Asijue wako ndo kanaweza kupeleka jehanamu vizuri tu. Sasa ukisema dunia inayumba yumba, anakiangalia dunia inavyopendeza saizi. Mitandao inang'aa. Miundombinu imeboreshwa. Kila kitu kinaenda sawa. Lakini wakati huo na ndio Mungu anasema akawajilia ghafla pasipo wao kufahamu. Wapendwa, tuamke. Tusimame tuombe. Baba yetu Muumbaji, asante. Tunajua dunia inaelekea mwisho. Lakini katika hili tunaomba kwa neema ya Bwana ndani ya wiki hii, kwa jina la Yesu Kristo, tufunulie siri hizi. Na utakapofunua Baba hizi siri kubwa, naomba tafadhali tusaidie kuzielewa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ili kwamba kama wako watoto wako hapa ambao kwa bahati mbaya ama kwa kutokujua wamekuwa wakicheza na dhambi, kwa jina la Yesu sasa wakawe washindi. Yaani kama wako watoto wako hawa ambao walikuwa hawajabatizwa, huenda naomba kupitia neno lako sasa wakaone kwamba tunaelekea mwishoni. Lakini vile vile kama yuko mtoto wako aliyekuwa akiishi kwa giza, akitegemea wachawi, waganga, na wengine wako miguu pande wakiwa kanisani bado wanakimbia kwa waganga, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo naomba Baba ukawasaidie pia. Tunaomba sote ukatuandae kwa uzima wa milele kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Pastor abarikiwe na Bwana. Hakika masomo yake yametugusa namna ambavyo tunapaswa kuyachunguza maandiko matakatifu vizuri, huku tukimwomba Roho Mtakatifu aendelee kutufundisha zaidi kwa ajili ya kuzifafanua na kuzitambua hizi siri ambazo zimewekwa katika kitabu cha Danieli. Amina. Na kila siku nazidi kuhamasisha wanakambi waendelee kuhudhuria. Makambi haya yana mibaraka ya aina yake. Amen. Tunapojiandaa kwenda huku tukimsubiri Yesu, lazima tuyachunguze maandiko matakatifu. Kuna jumbe nyingi sana watu wanazidi kututumia, na tutazisoma chache sana kwa uchache wa aina yake. Kuna mmoja anasema anabarikiwa sana na waimbaji wa kwaya, anabarikiwa na waimbaji wa kwaya za kale, lakini pia Tukasa Most kwaya wabarikiwe. Amen. Naendelea kubarikiwa na vipindi hivi vya makambi. Nabarikiwa kumwona rafiki yangu Victor Chande, mtumishi, abarikiwe na mibaraka hii ya makambi by binti wa Yesu Nazieri. Amina. Nazieri azidi kubarikiwa. Lakini pia nabarikiwa na makambi haya kutokea viunga vya Musti. Namtakia ndugu yangu Yohana Katanzi sayansi mfano. Amen. Nabarikiwa sana katika makambi haya, ama hakika ni baraka kubwa sana. Mungu atusaidie kuwa tufaao, si kwa ndoa bali pamoja katika kufaa kwa uzima wa milele. Amina. Dada Martha, karibu.
Ni kipindi gani kinachofuata baada ya hiki? Kipindi kinachofuata ni kipindi cha kurejea madhabahuni, huku praise team wakija kutuongoza wimbo mmoja wa vitabuni. Mara baada ya kuimba, mchungaji tunamkaribisha. Baada ya mchungaji, praise team mtakuja. Amen. Bwana asifiwe. Praise team takuja mwishoni. Ni wasi tuinamishe nyuso zetu tuombe. Baba yetu mwema, asante kwa ibada ya siku ya leo. Tunakualika tunapokuja katika maombi haya, tafadhali utusikilize katika mioyo yetu na utupokee kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Karibuni katika kurejea madhabahuni. Jioni hii ya leo nina haja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu nakuhitaji kila saa, niwezeshe Mwokozi nakujia. Praise team takapokuja, nitaomba muimbe huu wimbo badala ya ule nina haja nawe. Fungu moja pekee ambalo nahitaji tuliangalie tunapoenda kwenye maombi. Na leo tutakuwa na ombi maalum la kuombea watu ambao wana changamoto ya ada. Bwana wasaidie. Ninaelewa chuoni ilivyo changamoto. Mtihani unakaribia na inabidi ufanye, lakini hauna ada. Leo tutakuwa na jambo hilo maalum la kuomba. Kwa hiyo ninakualika sana turejee madhabahuni na tafakari yetu. Yesu anakusikiliza kwa makini katika maombi. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 14, Biblia inasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Kuna jambo la pekee sana katika hili fungu, lakini nahitaji tuangalie neno la mwisho, ambalo hili neno ndilo linatupa ujasiri kwa Yesu. Hiki ni kiwakilishi kinachomwakilisha Yesu Kristo. Huu ndio ujasiri tulio nao kwake. Kwake nani? Yesu. Ya kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Kwa hiyo tunapata ujasiri kwa sababu tukiomba anatusikia. Na hivyo neno anatusikia likanipa jambo fulani la kuangalia. Neno anatusikia lililoko hapo Wayunani wanaita akouo. Neno akouo katika lugha ya Kiyunani lina maana mbili. Moja, hear, Waswahili wanasema sikia. Lakini mbili, listen. Hii ni Waswahili Waingereza wanasema listen, lakini Waswahili wanasema sikiliza. Ni maneno mawili yenye maana tofauti. Lugha ya Kiyunani inaita akouo, na ukisoma lugha ya Kiswahili inatembea tu na neno akasikia. Kwa hiyo Biblia inaposema atusikia, neno akouo lina maana mbili. Maana yake hear, yani sikia, alafu maana ya pili listen, yani sikiliza. Na maana hizi na maneno yana maana zifuatazo. Moja, sikia linamaanisha sikia bila kuwa makini, without paying attention.
Ni sawa na kuwa hapa nje unasikia watu huko wanaongea lakini haujawasikiliza kwa makini. Yaani ni sawa na kuwa darasani na wengine wanapiga kelele na huko unasikiliza mwalimu. Maana yake zile kelele unazisikia tu lakini hauzisikilizi. Haujawa makini. Lakini neno la pili akouo atusikia linamaanisha listen. Na hii neno listen ndio Waswahili wanasema sikiliza. Hii maana yake ni mchakato wa kupokea taarifa mchakato wa kusikiliza, kupokea taarifa huku ukiwa umepay attention, ambapo macho na akili vitageukia vinakotokea sauti. Kwa hiyo Biblia inaposema ya kwamba huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sana mapenzi yake atusikia, neno sahihi ni hili hapa, anatusikiliza kwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Hii inatufundisha ya kwamba Yesu tunayemuomba kila tunapoenda kwenye maombi yuko pale, anatusikiliza kwa makini. Macho yake na kila kitu anaangalia ya kwamba leo umekuja una nini. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa na unapoenda kumuomba mtu kitu, anakusikiliza ukiongea, anatikisa kichwa, anasema sawa, nimekuelewa, ninaweza kukusaidia. Hiki ndicho anachofanya Yesu tunapokuja kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nawatia moyo, tunapoenda kwenye maombi tunapaswa kufahamu Yesu yupo anatusikiliza. Na ninatoa wito wale ambao wanahitaji Bwana wasikilize leo, wana jambo fulani, Bwana yupo atawasikiliza. Lakini ka jambo kingine ka mwisho, neno hili atusikia liko katika wakati uliopo lugha ya Kiyunani, lakini wakati uliopo katika lugha ya Kiyunani umegawanyika katika aina mbalimbali, na aina inayotumika hapa inaitwa nomic present. Hii nomic present inamaanisha ya kwamba jambo hilo ni la wakati wote, halina wakati. The statement is timeless. Kwa hiyo Yesu anaposema, Biblia inaposema Yesu atusikia, ni kwamba ni mara zote tunapoomba. Timeless. Na kwa nini nasema hivyo? Ukifasiri kwa kuangalia hii lugha, syntax ya lugha ya Kiyunani inaonyesha ya kwamba mara zote anatusikiliza kwa makini. Kwa namna hiyo basi, kila wakati Yesu utusikiliza kwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila unapoenda kuomba, kuwa na hili akilini mwako ya kwamba Yesu anakusikiliza kwa makini wakati wowote. Iwe ni usiku, iwe ni mchana, iwe ni jioni, iwe ni wakati uliokata tamaa, iwe ni wakati uliopondeka, always He is always paying attention to listen for what you are praying. Hata sasa anatusikiliza kwa makini. Praise team, mnapokuja naomba muje tuimbe huu wimbo wakati tukiwa na ombi maalum ambalo Pastor Mwamboneke ataenda kutuombea. Ni nini unahitaji kuongea na Mungu sasa? Nitaomba wote ambao wana changamoto ya ada, tutakuwa na ombi maalum. Ndio mtihani unakaribia, lakini hauelewi utakamilishaje ada. Je, yuko mtu mmoja? Wenda ni mtu mmoja tu katika ukumbi huu. Nina wito kwa ajili yako. Yesu anahitaji kukusikiliza. Ni kitu gani ambacho ana akutendee? Nina haja nawe. Na wakati huo nitaomba wote tusimame.
kilasa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Waweza ukaliandika ombi lako kwenye karatasi. Ninaja nawe, kaa nami, na maonjo haya Yesu, nakuhitaji hivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Ninaja nawe kila hadi, maisha ni bure, unibali Yesu, nakuhitaji hivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Ninaja nawe, nifundishe na ahadi zako zifikishe. Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Ninaja nawe, mweza yote ni wako kabisa, siku zote. Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Tukiwa tumesimama kwa unyenyekevu, amisha uso wako tuweze kuomba. Mungu wetu wa mbinguni, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Baba mwenye uwezo wote, Mungu mwenye hekima yote, uwezo wako tunauona katika uumbaji wako. Ni wa kushangaza sana. Akili zetu zinakosa majibu tunavyotafakari ambavyo Mungu unauweza. Kwa namna ya pekee tunakuona dhahiri ukinena nasi katika makambi haya ya Musti katika mwaka huu wa 2026. Tangu tumeanza kambi hili, Bwana, tunauona mkono wako. Mkono wako ukitenda miujiza kupitia watumishi wako, Pastor Ali Musa, Pastor Malegesti na Pastor wetu kutoka kule Makongolosi, Pastor Edward Mola. Wainjilisti wako hapa nao wanatubariki sana kwa huduma ya vitabu. Ni kambi ambalo ni la kipekee. Ni kambi ambalo Bwana, malaika zako wako hapa kwa imani, tunajua hilo. Ni kambi ambalo Roho wako Mtakatifu yuko hapa, anagusa na kunena nasi kupitia maandiko yako matakatifu kwa namna ya pekee. Katika kipindi cha kurejea madhabahuni,
Bwana, haya maombi ambayo watoto wako wametembea kwa miguu yao, wamekuja kuweka katika lile sanduku, wameandika ni siri zao, ni siri za kila mmoja, na wewe unafahamu kila mmoja anavyokulilia kwa namna ya pekee. Mungu ambaye umetuahidi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 fungu la 14 na 15 kwamba huu ndio ujasiri tulionao kwako, kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yako, Bwana watusikia. Asante kwa Pastor Maregesi, amefanua vizuri somo hilo kitaaluma kabisa, jinsi lilivyo, kwamba Mungu unatusikiliza kwa makini sana. Hata ninavyoomba sasa, maneno haya unayakagua kwa makini sana. Wako watoto wako Bwana ambao wana upungufu wa ada, school fees. Wengine Bwana wakishindwa ada wanaondoka kimya kimya. Wengine kushare jambo hilo na wenzao wanaona ni aibu. Wanajikuta tu fulani hayuko shuleni, kumbe ilikuwa ni tatizo la ada. Baba, yawezekana wako katika kusanyiko hili, tunaweka mikononi mwako Bwana. Wewe ambaye fedha na dhahabu ni mali yako, Mungu ambaye unafungua njia pasipo njia. Ulituonyesha mfano uliwafunulia wana wa Israeli, uliwatengenezea njia katika bahari pasipo njia, walikushangilia sana. Leo kwa namna ya pekee Bwana, watendee muujiza watoto wako hawa. Fungua njia ulizo nazo maelfu waweze kupata ada. Katika makambi haya Bwana, ni makambi ambayo katikati ya makambi huwa unatenda miujiza mikubwa. Watu wako huwa wanabarikiwa. Baba, hebu leta wimbo mzuri kwenye midomo ya watoto wako hawa, ili utakapowatendea swala la kupata ada wenye changamoto hiyo, Bwana ukatengeneze wimbo mzuri katika ndimi zao, wakakushukuru na kukusifu kwamba Bwana, yasingekuwa makambi haya, huenda ombi langu lisingejibiwa. Asante kwa nafasi hiyo Bwana ya kuleta ombi hilo. Asante kwa sababu umetujibu. Asante kwa sababu umetusikia kwa makini sana. Asante Bwana, kwa jina la Yesu tunanyamaza kimya sasa. Mkono wako wa ushujaa utende kazi sasa, miujiza ikaonekane katika hilo, watu tukakusifu Bwana na kulihimidi jina lako, kwa jina la Yesu, amen. Bwana wabariki. Kesho itakuwa ni siku maalumu ya kuombea wenzetu, na ninaomba nitoe tangazo hili mapema. Kesho wote tulioko humu hatutajiombea, tutaombea wenzetu tusiokuwa nao. Na ninawaombea, kama una rafiki yako ana changamoto fulani, wewe njoo naye kesho. Alafu pili, kama yuko mbali, yuko wapi, kesho andika jina lake kwenye karatasi, weka hapa. Tutaombea ndugu zetu, marafiki zetu na kadhalika. Bwana aweze kuwatendea. Kuna nguvu kubwa katika maombi ya kuwaombea watu. Nami nina imani kesho kila mmoja atakuja na jina la mtu mmoja, mtu fulani, na tutafanya ibada maalum ya kuomba kwa ajili yake. Bwana awabariki. Ubarikiwe sana Pastor Maregesi kwa somo zuri, kwamba Yesu anatusikiliza kwa makini hata sasa. Amina. Huo ndio ujumbe wa kurejea madhabahuni. Kwa kweli makambi haya ni makambi ya aina yake. Binafsi siku baada ya siku nazidi kupata mibaraka, siku baada ya siku nazidi kubarikiwa. Naona umuhimu na sababu za kuja katika kambi hili kila siku. Asante. Tupatie utaratibu wa ibada kuu. Tunapoelekea katika ibada kuu, tutaimba wimbo wa mkutano tukiongozwa na praise team. Hivyo praise team wanapokuwa wakisogea huku mbele, mkutano mzima tujiandae kwa wimbo nambari 161. Amen. Mara baada tu wimbo huo, mtu aliyeandaliwa kwa ajili ya fungu kuu atasogea hapa, atasoma fungu kuu. Mara tu baada ya fungu tutasikia ombi. Mara tu baada ya ombi, kwaya yetu ya kanisa ya Tukasa Musti kwaya watakuja na wimbo mmoja. Mara baada tu ya wimbo, sasa mchungaji mnenaji wetu, mkurugenzi wa uwakili Southern Highland
Conference, baba wa watoto wawili kama sijakosea, Musa na Mariam, mume wa mke mmoja ampendaye, atakuja na somo maalum kwa ajili yetu, ikiwa leo ni siku ya 3. Kwa kweli kuna kitu kimoja umekisahau hapo. Nilitamani wakati unataja kwenye sifa hapo useme mke ambaye karibu kila siku anakataa kwamba hafanani naye. Amen. Na mara tu baada ya makambi haya, naamini watu hawatakuwa tena wanasema mimi na mke wangu tunafanana, bali mimi na mke wangu tunafaana. Amen. Mungu akubariki. Amen. Yesu yuaja tena, ipaza sauti imba sana, Yesu yuaja tena, anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Sana hema, Yesu yuaja tena, yuaja kwa utukufu mwingi, Yesu yuaja tena, anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Mahali popote, Yesu yuaja tena, Mwokozi aliyetufilia, Yesu yuaja tena, anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Chafuka Yesu yuaja tena, mataifa yakasirika, Yesu yuaja tena, anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Yesu yuaja tena, takuja Yesu yuaja tena, anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Tusikilize fungu kuu linatoka kitabu cha Luka sura ya 21 na mstari wa 28, nalo linasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Tupige magoti tuombe. Baba yetu, mfalme wa amani, jina lako litukuzwe sana. Wasaa huu tumekuja mbele zako, wana na binti zako, tukiwa wa dhambi,
tukiwa wanyonge, wakati mwingine hatukustahili hata kulitaja jina lako kwa sababu ya wingi wa makosa ambayo tunayatenda. Lakini tumekuja tukihitaji toba ya kweli, tukihitaji kufanya toba ya kweli, tukiungama dhambi zetu, Mwenyezi Mungu uweze kutusamehe. Lakini mbali na hayo, Mungu wa mbinguni, tumekuja kwa ajili ya kuweza kupata neno lako. Mtumishi wako ambaye umekwisha kumwandaa, ambaye amekuwa akituhudumia tangu kwanza kwa kambi hili, anapokuwa anasimama tunamweka mikononi mwako. Roho wako Mtakatifu akapate kuzungumza naye, yale yote atakayanena yatoke kwako, lakini kila aliyehudhuria kambi hili aweze kutoka hapa akiwa amepata yaliyo haja ya moyo wake. Kila mtu amekuwa na kiu ya neno lako, tunahitaji tuweze kupona na tuweze kupata farijiko la moyo. Alikuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa ibada huu hadi mwisho, kwani tumeomba kwa imani, ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Bwana sikia sala zetu.